Tukiwa Benjamin Mkapa, dakika 90 Simba dhidi ya Nsingizini zinamalizika kwa 0-0, mtaji wa magoli matatu ugenini unawapeleka hatua makundi kwa mara nyingine tena. Unazungumzaje performance ya timu yako leo? Ya kwanza tumefurahi na matokeo ambayo tumeyapata leo ambayo yametuwezesha kufuzu kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ambacho kilituleta Benjamin Mkapa ilikuwa ni kazi yetu ilikuwa ni kufuzu, na tumefanya kila kinachotakiwa na hatimaye tumefuzu, tumeingia hatua ya makundi. Kazi imekamilika, kazi imekwisha, na sasa ni muda wa kufurahia kazi kubwa ambayo tumeifanya hapa Benjamin Mkapa. Tumekuwa na wakati mzuri sana katika mechi hii dhidi ya Nsingizini. Tumecheza kwa malengo makubwa, tumecheza kikubwa, tumecheza kwa lengo la kutimiza kile ambacho kimetuleta, na hatimaye tumefanikiwa. Tumeingia hatua ya makundi, kazi imekwisha, ni muda wa sherehe sasa. Mpango ulikuwa ni kupata sare? Mpango ulikuwa ni kufuzu. Kwenye hatua za mechi ya mtoano lazima ucheze kwa akili kubwa sana. Kiuhalisia ni kwamba sisi mechi tulishaimaliza kule Eswatini, tukapata mabao yetu matatu, shughuli ikawa imeisha hapo. Tukaamini ya kwamba Nsingizini hawezi kutufunga hata tucheze miaka mitatu mtawalia, hana uwezo wa kutufunga. Kwa nini tunafanya sasa? Madhari tumeshatimiza malengo ya kupata ushindi na tumeshafuzu. Sisi tumefuzu group stage wiki iliyopita. Leo ilikuwa ni mkamilisho wa ratiba. Sasa baada ya kujigundua kwamba tayari tumeshafuzu kwenda hatua inayofuata, tulichokifanya hii leo, kwa kuwa mbele yetu tuna kibarua kigumu kweli kweli. Tuna mechi siku 3 baada ya hii leo dhidi ya TRA, tuna mechi siku 5 baada ya hii leo dhidi ya Azam FC. Tukalazimika kucheza kwa kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu dhidi ya TRA, dhidi ya Azam FC. Ukiangalia ratiba kutoka hii leo tarehe 26, tuna siku 3 tu hapa za kusafiri na kufanya mazoezi kwenda kucheza na TRA. Baada ya TRA tuna siku hii moja tu ya kwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Sasa basi, ambacho mwalimu alikifanya hii leo, kwa kuwa tayari tumeshafuzu na kwenda hatua inayofuata, hatuna sababu ya kutumia nguvu kubwa hii leo, hakuna sababu ya kuchosha wachezaji hii leo, hakuna sababu ya kuwatia pressure wachezaji hii leo. Wachezaji wacheze kwa kutunza nguvu, wachezaji wacheze kwa kurelax, wachezaji wacheze kwa kujiachia, tukijiandaa na mechi ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Kimsingi ni kwamba mwalimu alikuwa ameshaanza maandalizi kutumia mechi hii dhidi ya Nsingizini. Mwalimu alikuwa anafanya maandalizi kuelekea mechi dhidi ya TRA, na ndio maana unaona mambo yamekwenda vizuri kweli kweli. Hata yeye mwenyewe mwalimu haukumuona na pressure kubwa za kupambana na wachezaji wake, za kuelekeza, kwa sababu ameshawaambia waende wakacheze kistaarabu, kiungwana, waenjoy, atengeneze pattern zake pale, tukazitumie kwenye mechi dhidi ya TRA. Lakini semaji magoli kuna faida kwa timu, na kwa jinsi haina faida yoyote. Kwa sababu gani? Haina faida yoyote kupata magoli mengi. Iko hivi, haya magoli yote hapa unayoona hapa yanaishia hapa, hamwendi nayo huko mnakofuata. Kwa hiyo kila ambacho kimetokea hatua hii hapa hii kinaishia hapa. Tukiingia group stage tunaanza hesabu mpya. Kwa hiyo una sababu ya kuanza kuhangaika sana. Unacheza kwa malengo. Angalia group stage, angalia mechi zote za kufuzu hatua hii. Utaona kila timu ina namna ambavyo imecheza. Aidha ugenini ametumia nguvu kubwa, nyumbani amekuja amepumzisha mwili. Aidha ugenini alipoteza, nyumbani amekuja amepambana. Kwa lazima ucheze kimahesabu, kwa sababu mbele yetu bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Semaji hata magoli mengi unaelezea ni kwamba tayari mmeshazungumza na wachezaji kwamba hii mechi hawahitaji kutumia hata nguvu kubwa. Sasa nyinyi muone kama mlikuwa mnashusha morali ya wachezaji. Inatosha. Morali unakwenda wapi na ushafuzu? Mpira hesabu mama. Sasa uambie hapo pambaneni, jitumeni, alafu kesho kutwa anaingia kwenye gari anakwenda TRA. Unakwenda kule watu wamechoka, unapoteza pointi 3 dhidi ya TRA. Ina maana gani? Semaji, mwitikio wa mashabiki wenu leo ulikuwa mdogo.
Huenda labda umeathiriwa na mechi ya jana wa Tanzania ambao walifanya bure, pengine na wenyewe akasema sisi tungefanywa bure, maana wajitokeza kwa wingi. Hamna shabiki wa Simba ambaye anapenda bure au anataka bure. Hicho hao ambao wamekuja hapo wanatosha kabisa. Sisi hatuna mashaka na idadi waliokuja, watu wapatao 20,000 kwenye mechi kama hii inatosha kabisa. Sisi tushaweka wazi, hiyo ndio sera yetu na ndio msimamo wa klabu yetu. Hakuna bure, hata wakija wanne inatosha kabisa, ili mradi kila mtu awajibike na aipiganie timu yake. Swala la timu zote 4 zilizoshiriki kwenye michuano ya kimataifa kufuzu ni jambo jema. Ulikuwa unasema unatamani mfuzu peke yake. Imekuuma wengine kufuzu. Nitarajibu baadaye. Kwa nini baadaye semaji? Kwa nini baadaye? Alijanifurahisha sana. Aje kufurahisha swali, aje kufurahisha kufuzu wote. Kufuzu wote. Sasa uone kama lina faida kwa nchi. Ni nchi, kama ni nchi sawa. Kama ni nchi sawa. Semaji? Ndio. Mnaenda kwenye mikiki ya ligi kuu, wakati kwa mnasubiri draw kupangwa na kujua ratiba ya CAF Champions League itakuwaje. Target yenu msimu ni nini? Mlikuwa mnajenga timu? Safari ni nini? Mna miaka 4 hamjachukua ubingwa wa ligi kuu. Target ya uongozi safari nini kwenye michuano ya klabu bingwa, lakini kwa michuano ya ligi kuu? Target yetu, kwanza mchezo wetu dhidi ya TRA ni mchezo mgumu sana ambao tunakwenda kukabili, na ndio maana unaona maandalizi yake yameanza mapema. Ndio maana unaona hata mechi ya leo tumecheza tukijiandaa na mechi dhidi ya TRA kwa sababu tunafahamu ugumu wake. Ni mechi muhimu ambayo tumejiwekea mikakati, hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja. Kwa hiyo tumeshinda michezo miwili, tunataka tuendelee kushinda kila mchezo, japo lazima tukiri kwamba ndani ya siku hizi 6 tuna mechi ngumu kweli, lakini tutapambana kuhakikisha kwamba tunachukua alama 3 kwenye mechi zote 2, jumla alama 6. Malengo yetu kama Simba kwanza ni tusipoteze mchezo wowote ambao tunacheza katika ligi kuu ya NBC, na malengo makuu ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC insha Allah. Amen. Wenzenu wako bara shirikisho kule Azam na Singida Black Stars wamepongezana na kutakiana dua jana na juzi. Nyinyi mapacha Kariakoo mna shida gani? Tujao wanataka kupongezana kutakiana heri. Sisi wema tulishaumaliza muda mrefu tu. Kilichobaki ni ubaya. Hatuna muda wa kupongezana na mtu. Kwa nini? Taxis. Kila mtu afanye anaomhusu. Lakini Ahmed, uliniambia kwamba goli halina faida. Hamjatamani kupata hela za mama tena? Tungepata tungefurahi. Ndio hajapatikana sasa, hajapatikana. Lakini ina faida sasa. Singekula milioni 5, milioni 10. Msigo amesema alikuja na vibunda vingi, leo anakula 3. Akasema huku asikalili. Mambo yalikuwa magumu hata hivyo leo. Lakini inatosha. Hili ndio nilikuwa nataka kusikia, kumbe mambo yalikuwa magumu. Mambo yalikuwa magumu, lakini inatosha. Semaji, mchezo leo umewapa fundisho la namna gani? Sasa ita wenzio kwa sababu washamaliza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.